Bila shaka hujambo mtazamaji wa TriGen Media. Hapa TriGen Media tumekuwa tukikuletea mambo mbalimbali ya kisiasa, ya kiuchumi, ya kijamii. Lakini kila siku imekuwa kama wimbo wa taifa huko Mashariki ya Kati. Vita kati ya Iran akiwa amechangiwa na Marekani, wanasaidiana na Israel na mataifa mengine kutafuta ushawishi. Ziko sababu mbalimbali zinazoendelea huko. TriGen Media imemtafuta mtu ambaye unapozungumza Iran ni sehemu ambayo kwa asili kuna kitovu huko. Kwa hiyo moja kwa moja leo tunapiga story hapa na Ibrahim Mwakabwanga. Bwana, watu wanasikia Irani, si tunaona ni mbali sana. Kwanza kabisa nijieleze historia yangu. Mimi naitwa Ibrahim Ismail na Mwakabwanga kisiasa. Mimi ni Mwirani. Vita ile iko nyumbani, iko katika mlango wa Hormuz, na sisi ndio tunatoka kule hapo Hormuz. Pale pana mji wetu unaitwa Chabahari, Port Chabahari. Port Chabahari na Hormuz ni kitu ambacho kinaendana. Ni kilomita 33 kuikatiza ile kuipata Oman. Tunaweza kuzungumza, sijajua Zanzibar nadhani kilomita 50 hivi. Sisi tuko karibu zaidi kuliko Zanzibar, kati ya Oman na Chabahari. Na sisi tuko border between Pakistan na Iran, lakini pia tuko border na Afghanistan. Kwa hiyo Baluchistan inachukua nchi tatu kwa wakati mmoja. Sisi tunaathirika sana na maendeleo yetu kwa muda mrefu sana. Mlango wa bahari ule tunaozungumzia Hormuz una mafuta ya kutosha kwenye bahari pembezoni na ukingo ule wa bahari. Kumbe pale mbali ya kupitisha mafuta pana mafuta mengi kuliko mahali pengine popote. Lakini hapajaweza kuchimbwa na kuendelezwa kwa sababu ya mambo ya kisiasa ambayo yanaendelea. Na hatujapata maendeleo kwa muda wa miaka 47 kwa sababu ya kudhibitiwa. Na huko nyuma tulishawahi kudhibitiwa na tukawekewa mfalme ambaye pia alikuwa anatupiga pigo. Tumekosa maendeleo kwa muda mrefu, vizazi na vizazi, mpaka sasa hivi tulivyo. Iran imefanya kazi ya ziada kutokana na sanction hii ya muda mrefu na kuizorotesha kiuchumi. Kwa kweli Iran lilikuwa ni taifa kubwa lenye uwezo mkubwa, lakini limekuwa likisakamwa, na hii ni kutokana na kutetea tu haki ya Wapalestina. Nikirudi Palestina wanaondolewa ili kukosa majority kwenye chaguzi mbalimbali kama watazifanya. Palestina na Waisraeli, Wapalestina ni wengi zaidi kuliko Waisraeli. Kwa vyovyote wakifanya demokrasia ya uchaguzi wa aina yoyote, watakaoendelea kushika ile nchi watakuwa Wapalestina. Na wakishika wao Wapalestina, Waisraeli watakuwa hawana haki na ile nchi. Kwa hiyo kazi ya kwanza ni kuwaondoa, na ni vigumu sana kumuondoa mtu kwenye nchi yake na kwa haki yake. Ndio pale mapambano yanapopatikana. Na hivi vinavyofanyika ni kutanua wigo wa Israeli. Na kwa sababu gani wanaitaka Israeli? Hata ile Palestina yenyewe ina mafuta, ina gesi. Na lakini pia wamejifunza jambo ambalo wakiliangalia Mashariki ya Kati, nchi zote kama za UAE, ile ni hub ya dunia. Kwa hiyo wenzetu wazungu na Wamarekani wao wako nje ya hub ya dunia. Kwa hiyo ili kufanya biashara wanahitaji kuwa katika hub ili iwe rahisi, especially kwenye mambo kama haya ya mashirika ya ndege. Mashirika ya ndege yanayofanya katikati kwenye hub yanafanya kwa faida zaidi kuliko yaliyokuwa nje. Mimi ningependa kuichukua dunia kama ringi la baskeli. Mfano wake. Alafu zile spoko kama ni njia za usafirishaji kuzunguka dunia. Na ile hub inakuwa ni rahisi kutengeneza profit. Ukichukulia labda kama utachukua ndege ya America Airline, ili kwenda kubadilisha ratiba ya safari, maana yake unaenda mbali kule alafu tena urudi
kwenye nchi nyingine, lakini nchi kama za Middle East hizi ni rahisi kwa sababu ziko katikati. Kwa kiuchumi ndio maana unakuta nchi kama Dubai zinakuwa haraka. Kweli wana pesa kwa sababu ya mafuta, lakini wanakuwa haraka. Lakini kwenye migogoro hii imechangiwa pia na hizi nchi wanahitaji kuwa na sanction iendelee Iran ili black market zifanyike katika nchi zao. Kwa hiyo Iran wanauza mafuta yao kwa bei ya chini kwa black market, alafu wanaonunua kwenye black market ndio wanaopata faida. Na wao wanaponunua chochote wananunua kwa bei ya juu kwa sababu wananunua kwa dalali, hawanunui kwa mtu ambaye ameshafanywa sanction. Kwa hiyo akipita kule anagongwa tena bei. Kwa hiyo cha kwake anauza kwa bei rahisi na anachonunua ananunua kwa bei ghali. Lakini amenyima ushirikiano wa kimataifa kuhusu spare vifaa mbalimbali vya kuweza kuendesha nchi. Kwa hiyo kwa mtazamo wako hapo kama mtu ambaye una asili ya Iran, unachokiona kinaendelea, yanatajwa hapo mambo ya nyuklia, operation dhidi ya nyuklia na mambo mengine. Huko wewe akili haikupeleki huko kwa historia hii? Inanipeleka sana, ni haki yetu ya kujilinda. Tunahitaji. Inakuwaje leo anataka kunimiliki, atumie nguvu anazozitaka yeye kunimiliki mimi, alafu mimi naimilikiwa na mimi nataka kujitetea, na mimi nahitaji zile nguvu ili nisimilikiwe, niwe huru. Kwa hiyo sisi tunakuwa tunataka kuendeshwa kiukoloni, bado tuwe chini ya watu ambao watuchagulie maisha yetu sisi namna gani ya kuishi. Iran haitokubali hilo jambo. Kama nchi zingine za Kiafrika hazikukubali, ndio maana zilipata uhuru. Ya miaka ya 60 kulikuwa na vuguvugu la kudai uhuru. Lakini pamoja na sanction, Iran imetusupport sana nchi za Kiafrika, especially hata Tanzania. Nakumbuka mwaka 85 tulikuwa hatuna mafuta kabisa, lakini sisi tulitoka kupigana vita ya mwaka 79 dhidi ya Nduli Idi Amin. Na mimi bahati nzuri nilishiriki ile vita. Ulipigana? Mimi nilishiriki kikamilifu. Nilikuwa kuna kambi moja inaitwa KJ-15 Monduli. Nikiwa kijana kabisa na miaka 18, na nilikuwa na gari langu la kwanza jipya ambalo lilikamatwa. Kwa hiyo niliona kuliko kuliachia lile, basi niende nalo na mimi nikafanya kazi. Kwa hiyo kama Mtanzania nilishiriki kwenye operation ile na tulishinda, na tulipata miezi 18 ya kujifunga mkanda. Tuliishi kwa wakati mgumu zaidi, lakini baba wa taifa alionyesha kujali utu kuliko vitu. Ni kwamba nakumbuka hata mateka waliotaka kubadilishwa kwa thamani ya mafuta wakati ule na Gaddafi akasema hapana, mimi siwezi kuuza utu wa watu kwa ajili ya kitu. Kwa mimi nitawaachia uhuru. Na aliwaachia uhuru. Kumbuka kwamba kama nchi ni lazima ilinde maslahi ya wananchi wake. Mara nyingi unakuta nchi ambazo zinaweza kutoa mafuta, mara nyingi sehemu kubwa ya ardhi zao zinakuwa kame. Kwa hiyo watu wanahitaji mafuta ili kuboresha maisha yao. Sasa ukimdhibiti kwenye hiyo hali, ukampunguzia uwezo wa kuzalisha au uwezo wa bei, una maana yake unawakandamiza wale wananchi. Kwa hiyo hata sisi ni waathirika. Hata sisi kuja huku wazee wetu waliathirika na mambo haya. Mambo ya vita miaka hiyo. Si vita, ule unyanyasaji wa ukoloni. Yaani haukuwa ukoloni wa kututawala, lakini ukoloni ni kama ukoloni mamboleo, yani indirect. Kama hivi unavyoona saa hizi kwamba unadhibitiwa kwa hili, unadhibitiwa kwa lile. Na ukumbuke kwamba sisi tulifika miaka 650 zaidi kabla kina Vasco da Gama. Wakati nchi ilikuwa kama Zanzibar na wapi ilikuwa ni tupu. Na zamani ukiambiwa Zanzibar maana yake ni pamoja na Tanganyika, pamoja na Burundi, pamoja na Rwanda, pamoja na Kongo. Ndio ilikuwa ikiitwa Zanzibar. Ukiangalia maisha yalivyobadilika toka wakati wa miaka 600 iliyopita, wazazi wameondoka, unadhani ingekuwa wapi Iran bila vuguvugu, mara ukoloni, mara sasa vita? Mimi nadhani taifa la Iran lilikuwa liwe mbali zaidi. Yaani tungekuwa kwenye maendeleo sasa na watu wa Ulaya, sasa na China. Tulikuwa tuna uwezo kuwa kwenye maendeleo ya juu zaidi.
na Wairani ni watu jasiri tangu zamani. Wairani ni watu wenye akili pia, uwezo wao ni mkubwa sana, maarifa na teknolojia, yaani wako mbali sana, lakini walishindwa kuonesha fani zao kwa sababu ya kudhibitiwa. Nina uhakika sisi saizi tungekuwa mbali na tungekuwa tunafurahia maisha ya nchi zetu, lakini tumekimbia kwa sababu hali kama hii. Wazee walikuja miaka hiyo, mbali zaidi ni kwa sababu hizi za kisiasa. Nina uhakika tuna vitu vingi ndani ya nchi ile, tuna mambo mengi yako kule, teknolojia iko kubwa, uwezo wa maisha ungekuwa bora. Ni nchi ambayo ina utajiri mkubwa, ina uzalishaji mkubwa wa mafuta, na mafuta ni nishati muhimu katika dunia kwa wakati huu, na uwezo wa kuzalisha ni mkubwa wanao, na sielewi kwa nini tunahitajika watu wengine kubaki nyuma na wengine waendelee mbele. Kuna double standard ambazo zinafanyika, kwamba baadhi ya watu wao wanaishi kwa shida na watu wengine wao wanaenjoy maisha, wanafurahia maisha yao, na hili limetusumbua kwa miaka nenda sana miaka rudi, na ni wajibu wetu kudai, na ni wajibu wetu kupambana kuhakikisha nchi zote hizi kupata maisha bora. Kwa swala hili la nishati hapa lilipofikia, litaendelea kudidimiza uchumi wetu. Kwa sekta hii ikishambuliwa na upandaji wa gharama, maana yake ni uti wa mgongo wa maisha ya watu wote. Sisi Watanzania wote tutafika mahali tutakwama na tutarudi nyuma. Kwa hiyo ni jukumu letu kuunga mkono jitihada za watu wote wanaotaka haki zao. Mwalimu alionyesha mambo mengi sana wakati wa utawala wake. Kwa mfano kupigania uhuru wa nchi zote za kusini mwa Afrika, ilikuwa ni kuwapa watu haki zao na nchi zao na mali zao wazitumie wao, na amefanikiwa na alipata lawama kubwa. Lakini tuna nchi kama Iran ambaye inatakiwa kuungwa mkono, lakini tumejengewa uhasama wa mambo ya kidini ambayo hayatusaidii lolote. Yale yametengenezwa tu kwa ajili ya watu wa korofishana na wagombani. Kwa sasa wa Iran wanalielewa vizuri hili jambo, na naona wamekuwa kitu kimoja, wameonyesha msimamo mkubwa zaidi na kuliko wakati wowote, na wameonyesha namna gani wanaweza kuheshimu mamlaka zao, na wenye mamlaka wameweza kuheshimu wananchi, na tumeona vitu kama hivi kwa nchi zingine wangeshambuliwa kwa kiasi kama hivi, ingekuwa kazi rahisi tu kuwakamata viongozi na nini. Lakini viongozi wa Iran bado wamejitolea moyo, hawababaiki hata wakiuliwa, kwa kuwa wanaamini kwamba hakuna mtu ataishi maisha yote, lakini wanajitolea nafsi zao kwa ajili ya wananchi wao, wanapigania haki za wananchi wao, na wala hawalalamiki juu ya kuuliwa kwao. Na wameonyesha pia kwamba tuwezi kukaa meza moja na muuaji ambaye anaweza kutua saa yoyote wakati wowote. Unaona kwenye vikao wanakataa kabisa kukutana nao, wanaiari kupata msuluhishi awe naongea kati yao. Huu ni mara ya kwanza katika dunia. Mimi sijawahi kuona kwa umri wangu wote kulidindia taifa kama hili kubwa duniani na likafata matakwa yanayotakiwa. Na hata ukimwambia kwamba nitawaua wote, anasema sawa, tuko tayari tuuliwe. Na hata ukisema utaharibu miundombinu yote, sisi tuko tayari. Wewe uua, lakini tupe heshima yetu. Mimi ni kushukuru, najua na kukatisha, kama ingekuwa juisi tumekunywa nusu kikombe. Nashukuru sana. Lakini mtazamaji aendelee kutufuatilia.